Ndugu na dada mpendwa, kwa majina ni Steve Mbugua Doidi kutoka Jimbo Kuu la Mombasa, Kenya. Natoa fundisho langu la 3 kwa lugha ya Kiswahili wakati huu ambao corona imetuweka kwenye lockdown, tuko kwenye majumba zetu. Tunazidi kushiriki neno la Mungu. Na topic ya leo, fundisho la leo ina kichwa kinachosema kwa Kiingereza The Divine Way Out. Kwa lugha ya Kiswahili ni njia ya kutoka salama. Katika kila hali tunayopitia kwenye maisha yetu, hata iwe ni hali ngumu kiasi gani, neno la Mungu linatuambia kuna njia ya kutoka humo salama. Na ili tuweze kupata njia hii, kwa kweli nataka tuwe na imani ndani ya huyu Mungu. Inataka tumwamini hata hali iwe ngumu kiasi gani, hata kuwe na corona, kusiwe na corona. Hali yote unayopitia individually, wewe mwenyewe, kama familia, wanandoa, nchi na dunia nzima, kuna njia ndugu yangu. Abrahamu alikuwa na imani ya ajabu. Hata wakati Mungu anapomwambia ondoka, anaondoka mara moja. Ndio imani hii Mungu anataka tutafute, tumuombe, na sema ombeni mtapewa. Na tukiwa na imani kama ile, utapata mambo mengi yatasonga mbele salama. Kwa kweli watu wengi, Wakristo wengi wanamfuata Kristo kwa ajili ya mikate. Yesu aliwaambia Wayahudi, hamnifuati tu kwa ajili mimi ni Mungu, bali mnifuata kwa ajili ya mikate. Wakristo wengi hasa nyakati hizi wanamfuata Yesu kwa ajili ya miujiza. Tumehubiriwa sana injili ya miujiza, hata ndio maana wakati watu wanaanza kumdoubt Mungu, kwa maana amezoea Mungu na miujiza tu. Ile hali Yesu anatuambia tukue misalaba yetu tumfuate yeye. Sijui msikilizaji wangu, sababu gani wewe unamwamini Yesu? Miujiza tu, mikate tu, au kwa ajili yeye ni Mungu? Hata pamoja na corona, Yesu ni Mungu. Kuna mambo mengi anayofanya ni muamini huyu Yesu, lakini jambo moja alilosema na akafanya linalofanya ni muamini kuliko yale mengine yote ni statement moja ambayo Yesu alisema. Yesu alisema nitauawa na baada ya siku ya 3 nitafufuka. Msikilizaji wangu, hakuna mwanadamu hata moja duniani anaweza kusema haya maneno na aishi kuyaona ya kufanyika kweli. Miujiza ni mizuri, viwete kutembea safi, vipofu kuona safi, viziwi kusikia safi, kufua Lazaro safi, lakini Kristo mwenyewe akisema mimi nitauawa, niueni mimi, baada ya siku 3 uhai wangu liko nao tena, ni hali ya ajabu mno. Hakuna mwanadamu anaweza kusema haya maneno na yaone through isipokuwa Mungu peke yake, na ndio maana Kristo ni Mungu, na ndio maana muamini kuliko jambo lingine lolote. Wakorintho wa kwanza sura ya 1 mstari wa 25, neno linasema kinachoonekana kuwa ni upumbavu wa Mungu kina busara kuliko hekima ya wanadamu, na kinachoonekana kuwa ni udhaifu wa Mungu kina nguvu kuliko nguvu za wanadamu. Jamani, tumfuateni huyu Mungu hata mahali hatuelewi, kwa maana yeye daima ni amina. Kuna njia ya kutoka humo salama. Wakorintho wa kwanza 10:13 ambao ndio mstari ambao nasimama nao katika somo hili, neno la Mungu linatuambia majaribu mliokwisha pata ni ya kawaida kwa binadamu. Mungu ni mwaminifu, naye hata ruhusu mjaribiwe kupita nguvu zenu, ila pamoja na majaribu yeye atawapeni pia nguvu ya kustahimili na njia ya kutoka humo salama. Haleluya! Huu ni mstari ambao unalijenga sana imani yangu. Ni mstari ambao Wakristo wengi wanautumia, lakini siku ya leo naomba Mungu akupatie ufunuo ajabu katika somo hili. Linakaa la kawaida, lakini ukichambua kwa undani ni somo ambalo lina uzito mkubwa sana. Nimechambua somo hili katika strategy au mbinu, hatua 4. Hatua ya kwanza ni kipengele cha kwanza cha somo hilo, ambaye Biblia imetuambia majaribu mliokwisha pata ni ya kawaida kwa binadamu. Asa jambo hili ili uweze kuliamini inahitaji imani ya kwamba hata corona tunayopitia kwa Mwenyezi Mungu ni ya kawaida tu, ni kitu kidogo mno. Kwa Mungu hakuna shida kubwa. Bwana anasema kwenye Yeremia 32 mstari 26 na 27 ya kwamba yeye ni Mungu wa watu wote,
Je, kuna jambo linaloweza kumshinda? Hamna jambo linalomshinda Mungu, wala si korona, wala si ugonjwa wowote, wala si shida yote ambayo unapitia. Huyu Mungu anaweza. Bora tumwamini tu. Hebu angalia mtumishi wa Mungu anaitwa Ayubu. Ayubu, kusoma kitabu cha Yobu sura ya kwanza na ya pili, unakumbuka mateso yake. Alikuwa ni mtu mwadilifu, mtu mzuri, mtu anayemcha Mungu. Lakini wakati mmoja Ibilisi ameenda akaomba ruhusa ya kumjaribu Ayubu. Mungu akamwambia, umemwona mtumishi wangu mwaminifu Ayubu? Shetani anasema Ayubu ni mwaminifu kwa sababu wewe umemlinda na umempa mali nyingi. Mungu akampa ruhusa ya kumjaribu tu. Kila akasema huwezi kuguza moyo wake. Hauwezi kumguza yeye mwenyewe. His spirit, his life, his soul. Na kweli shetani alimjaribu, na kwa siku moja akamaliza mali yake yote. Hiyo siku akaua watoto 10 wa Ayubu. Vijana 7, wasichana 3. Sijui kama jaribio lako nalopitia, ndugu yangu, dada yangu, kama limefikia hata robo ya jaribio la Ayubu. Juzi nimeshare testimony yangu nilivyougua kwa miaka 17, nika paralyze, kapooza upande moja, kapoteza ufahamu, singeweza kutembea, singeweza kaa. Miaka 17 nimeteseka. Jamani, na Mungu amekuja akaniponya. Leo nahubiri Injili. Huyu Yesu anaweza. Anaweza. Ndugu yangu, dada yangu, haijalishi unapitia nini. Kama Mungu wako kweli ni mkubwa. Unajua watu wengi nasema God is big. Mungu wetu ni mkubwa. Wakikuyu tunaimba Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene na Ngai wakwa ni. Yaani tunasema Mungu wetu ni mkubwa. Lakini ndugu yangu, dada yangu, Mungu wako hawezi kuwa ni mkubwa na shida zako ni kubwa. Kuna kitu kisio sawa. Kama Mungu ni mkubwa, basi shida ni ndogo mno. Na ukimwamini anavyosema, kila jaribu la kawaida uchukue ndani ya moyo wako, ukubali shida unayopitia, jaribu ambalo unapitia ni ya kawaida kwa Mungu. Hapo ndio imani imeanza kupanda na ndio Mungu anaanza kuonekana. Hatua ya pili ni mstari ule wa Korintho wa kwanza 10:13b, sehemu ya pili. Inasema hivi: Mungu ni mwaminifu, naye hata ruhusu mjaribiwe kupita nguvu ambazo amewapa nini. Hata ruhusu tujaribiwe kupita nguvu zetu. Huyu Mungu ni wa ajabu mno. Anasema majaribu yote ni ya kawaida. Pamoja ni ya kawaida, na tuambia hata ruhusu jaribu ambalo limepita nguvu yako lije kwako. Inamaanisha nini? Majaribu kabla hayajaja kwako, Mungu ameweka kwenye ratili, ameyapima, akaona wewe unaweza. Kila jaribu ambalo Mungu anakubali lije kwako ameruhusu, kwa sababu yale ambayo yangekushinda kulingana na nguvu ambayo amekupa wewe ameyazuia. Lakini yale majaribu ambayo unaweza ndio ameruhusu yaje. Ni ya kawaida, tena ameyapima. Ni Mungu wa ajabu mno. Mungu ambaye kweli anatupenda kwa hali ya juu sana. Sehemu ya tatu, ndio pointi ya tatu, ni ile wa Korintho wa kwanza 10:13c. Kipengele cha tatu kile kinasema hivi: pamoja na jaribu la kawaida na limepimwa, anasema, ila pamoja na majaribu yeye atawapeni pia nguvu ya kustahimili. Jaribu la kawaida, tena limepimwa, unaweza. Pamoja na hiyo, Mungu anakupa nguvu zaidi, nguvu spesheli ya kushinda lile jaribu. Kila jaribio likija kwa wanaomwamini Mungu, anawapa neema, nguvu ya kustahimili na kulishinda lile jaribu. Na pointi ya 4 inasema hivi: na njia ya kutoka humo salama. There is a divine way out. Kuna njia ambayo Mungu amekuandalia kwenye kila jaribu ya kutoka humo salama. Jamani wa Kristo, huyu Mungu ni wa ajabu mno. Anatuambia majaribu yote ni ya kawaida, pamoja na korona. Kwake yeye ni kawaida. Anatuambia hawa majaribu ambayo amekuja kwetu ameyapima. Anajua tunaweza kama tunamwamini. Tusipomwamini hatutaweza. Anatuambia pamoja na majaribu atatupa nguvu ya kustahimili na kushinda, na kuna njia ya kutoka humo salama. Haleluya! Huyu ni Bwana Mungu wa ajabu mno. Ndio maana juzi nitoa fundisho la Beyond Science There is God. Kabla na baada ya sayansi kuna Mungu. Nimepeana mfano wa mtumishi wa Mungu Musa. Musa anampenda mno
Musa alimpenda Mungu. Musa hakuwa anaangalia yale mazingira yako vipi. Musa alikuwa anamwangalia Mungu anaweza. Watu wengi tunashindwa na mambo kwa sababu tunaangalia mazingira, ile circumstance iko namna gani. Musa alikuwa mtu ajabu mno. Wakati Mungu amemtuma kwenda kuokoa na Israeli kutoka kule Misri, wamefika bahari ya Shamu. Mbele wanaona kifo, wakiangalia nyuma Farao amebadili nia na jeshi lake, wamekuja na mabunduki, wamekuja na magrenade, na Farao na jeshi lake lenye nguvu. Na Musa na watu wake walipotoka kule kwenye utumwa, walibeba dhahabu, walibeba shaba, walibeba vitu vizuri vizuri, vinono vinono tu, lakini hawakuwa na zile silaha. Wanaangalia nyuma kifo, wanaangalia mbele bahari ya Shamu kifo, wanaangalia kando jangwa kifo. Wanaona hii hatari, hii hali si ya kawaida kulingana na mwanadamu, lakini Mungu anasema ya kawaida tu. Hao Wayahudi waliweza kumtukana Mungu pamoja na Musa. Jinsi inawezekana kuna watu ambao sasa wanamsema Mungu, wanamtukana Mungu. Hata kuna Wakristo ambao tumepoteza matumaini kwa ajili ya korona. Tunaona si ya kawaida, kwa Mungu anasema ni ya kawaida. Mtumishi wa Mungu Musa ambaye anatumainia Mungu, amwangalia Mungu, hakuangalia ile hali. Yeye aliangalia juu. Na ndio maana kanisa tunaitwa leo tuangalie juu. Wakristo tunaitwa leo tuangalie juu. Tuache kuangalia mazingira jinsi yalivyo, tutazame juu. Musa alitazama juu, akawaambia Wayahudi kwenye kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 13 na 14, Musa aliwaambia Wayahudi, hawa wa Misri mnao waona leo hamtawahi waona tena. Mwenyezi Mungu atawapigania. Nyinyi mnachotakiwa kufanya ni kutulia tu. Tafsiri ya Habari Njema inasema tulieni tu, Mungu wenyu atawapigania. Na Mungu alipotazama Musa na ile imani, alifurahi, akamuuliza Musa, una nini mkononi? Musa alikuwa na kifimbo tu. Jamani, ndugu yangu, ukiondoka kwa nyumba yako sasa hivi uende nje, unaweza kukota fimbo. Hiyo ndio Musa alikuwa naye peke yake. Na Mungu alitia nguvu yake kwenye fimbo, aambia inua hicho kifimbo juu. Anainua fimbo juu, bahari inagawanyika, kunakuwa na barabara. Wana wa Mungu wanapita kama wafalme wakicheza na kumsifu. Hakuna Mungu kama, jamani, hakuna Mungu kama Yesu. Korona anaweza, tukimwamini, tukimlilia, tukimrudia kwa roho na kweli, anaweza kaiondoa hata kwa sekunde moja. Hakuna jambo linaloweza kushinda Mwenyezi Mungu. Wamisri walipofuata wana wa Mungu wakamezwa maji. Neno la Musa likakamilika. Yaani msikilizaji, leo na kuombea Mungu akupe imani, na jiombea Mungu anipe imani. Zile shida unazopitia kuanzia leo usizione tena. Mwangalie Daudi. Biblia inatuambia a man after God's heart, mtu anayefuata moyo wa Mungu, mtu mwenye imani. Naamini kabisa mtu anayefuata moyo wa Mungu anajua moyo wa Mungu kuna nini, ndio maana anafuata. So naamini kabisa Daudi alielewa hili neno. Kila jaribio ni la kawaida, limepimwa, napewa neema ya kushinda, na kuna njia. Daudi hakuwa anaogopa chochote. Hakuwa kama Petro. Wakati Petro anaona Yesu atembea kwenye maji, Yesu atembea kwenye maji, Petro asema, Bwana, kama ni wewe kweli niite. Anaanza kutembea, lakini baadaye apata mashaka, anaanza kuangalia kando, mazingira yako vipi, anaona mawimbi, anaanza kuzama. Pamoja na kuzama, bado anamlilia Yesu, anamshika mkono, amnyanyua. Naomba Mungu leo akunyanyue toka kwa hiyo hali ambayo unapitia. Naomba akuongezee, niongezee imani, tupate kuweza kumwamini. Daudi aliamini Mungu. Daudi akiona simba anakuja kula mali ya baba yake, sijui wewe na mimi tungefanya nini? Mbio. Daudi akimbii, anamwamini Mungu. Anaanza simba anakuja, anampa Mungu sifa. Hakuna Mungu aliye kama wewe, Mungu wa baba zetu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Wewe ulitengeneza barabara pasipo barabara kwenye bahari. Wewe ulinyesha mvua ya mikate tukala mikate. Wewe ulitoa maji kwenye miamba. Wewe uleta nyama kule jangwani. Haujawahi shindwa, hautaishindwa, na hata leo hautashindwa na haka kasimba. Jamani, utampa Mungu sifa kama hizo na akuache? Ndio maana Daudi alishinda vita vingi, kwa maana alimwamini Mungu hata kati hali na kasi ya kuaminika. Alimwamini Mungu tu kabisa, na Mungu hakumlet down. Daudi anamtazama simba, anamwambia, wewe simba ni wa kawaida. Wewe umepimwa na Mungu, ameona kwamba nitakuweza. Zile nguvu amenipa, nitakuweza wewe, nitakusahimili. Pamoja na hiyo ataniongezea nguvu special ya kukushinda wewe.
na kuna njia ya kutoka humu salama. Haleluya! Huyo ni Daudi. Mungu anafurahi, anasema kijana mdogo huyo ameniamini, anatia nguvu ndani mwake. Daudi anashika simba kwa mikono miwili, anamrarua. Jamani, nguvu ya kijana mdogo, a small boy, inaweza mrarua simba kwa mikono? Si ni ile nguvu ambayo mngesoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13 sehemu ile ya 3, amesema nitawapeni nguvu zaidi na kila jaribio. Ndio nguvu alipewa. Wakati anamuona Goliathi, wana wa Israeli wote wamekaa kando, wamejikunyata kwenye kona. Yaani wao kwenye kona waibabaika, jinsi dunia leo ibabaika kwa ajili ya corona, jambo ambalo linaua mwili tu, haliui roho. Wakristo, siogope corona, togopeni Mungu. Anasema kwenye Mathayo 10:28, msiogope anayeua mwili tu, ogopeni anayeua mwili na roho, anaweza peleka jehanamu. Jamani, tumogopeni anayeza mwili na roho. Corona inaua mwili, dhambi inaua mwili na roho. Wakristo, tujueni sisi ni nani, tudokeni dhambi, turudi kwa njia za Mungu. Daudi haogopi Goliathi, wala wanaogopa. Anaweza kuna nini jamani? Wanasema kuna jitu. Wale wanaona jitu, Daudi akiangalia haoni jitu, anaona kimtu kikubwa kiasi kwamba akilenga hezi akakosa. Anachukua kale kakijiti kake na vile vijiwe, anaanza kumkuta Goliathi. Goliathi anamtazama, anaona kijana mdogo, anasema dharau gani hii tena? Kijana mdogo tena na fimbo, nafikiri mimi ni mbwa, nitakumaliza, nitakukata kichwa nikupe kwenye ndege wa angani. Daudi anamwambia, Bwana, wewe una magrenedi, wewe una marisasi, wewe una kila kitu, lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi ya Israeli. Jina la Yesu peke yake linatosha. Tukiweka imani kwake, tuamini ya kwamba Goliathi ni wa kawaida, tuamini ya kwamba Goliathi amepimwa, tuamini ya kwamba pamoja na amepimwa tapewa nguvu ya kumshinda na kuna njia ya kutoka humo salama. Ndio Daudi alifanya, Mungu akafurahi. Wakati alitupa jiwe, nguvu ya kijana ikaisha. Mungu akatukualia jiwe, akaongeza nguvu ya Roho Mtakatifu, akalenga kwenye kichwa chake, Goliathi chini. Daudi akakimbia kwa nguvu yake ya kawaida, akakata shingo. Wana wa Israeli wote wakaamka, hakuna Mungu kama wewe. Msikilizaji Mkristo mpendwa, sijui wewe ni wale wana wa Israeli, wewe ni Daudi. Sijui wewe ni wale walikuwa na complain kwenye bahari ya Shamu, au wewe ni Musa. Naomba imani yako leo na yangu Mungu ainue. Mungu ainue madaudi kati yetu. Mungu ainue Musa kati yetu. Pamoja na corona, pamoja na hali hizi ngumu, Mungu anatafuta watu watakao simama na yeye. Watu ambao hataogopa kifo, kwa maana mwili utakufa tu, lakini mbingu inasubiri. Hebu namalizia na ushuhuda wa Yusufu. Yusufu mtumishi wa Mungu na upenda sana. Mungu alimwambia ndugu zako atakuinamia, lakini akamwambia kabla ya kukuinamia atapanga kukuua, watakuuza uwe mtumwa, utafungwa gereza zaidi ya miaka. Hakumwambia hayo. Msalaba wa Ukristo jamani, Yesu wetu ni wa kila wakati. Wakati mambo ni tambarare, wakati mambo ni sawa, ni wa kila wakati. Yusufu ndugu zake wanamwonea wivu, wanamtupa kwenye shimo, na kwa maana Mungu adangani, anafanya roho ya mmoja wao ya Rubeni, anasema jamani, mbona tumue kwa jinsi hii, tumuuze yeye mtumwa kwa jamaa anakuja. Mungu anafanya wale wa Misri waje wakati ule ili aokoe huyu kijana ambaye amesema lazima atainamiwa. Anaenda kuwa mtumwa kwa nyumba ya Potifa kule, anafanya kazi, mke wake anamtamani, ataka kulala naye. Yeye anasema hapana, mimi na Roho Mtakatifu, taa yangu siwezi kubali zime kwa uzinifu na uasherati. Yule mama anamkaba kwa nguvu, kijana atoroka, anaacha koti lake nyuma. Ndugu zangu, dada zangu, tuacheni dhambi nyuma, songe mbele na Yesu. Yule mama anapiga kelele, anasema kijana Myahudi alitaka kuninajisi, anawekwa gereza miaka 2 na zaidi. Wewe na mimi tuwe kwenye seli ya polisi tu. Kwa risali moja umepiga simu 40. Jamani, tafuteni hela mje muungane mlitoe. Madhambi ni yatumaliza. Njia ya mikate na tumaliza. Misalaba yetu hatutukui. Kama Paulo na Sila wangefungwa, ule wimbo tunaimba Paulo na Sila waliomba, walisifu, waliabudu, minyororo ikakatika, hainge kuwepo. Yusufu alikaa ndani miaka 2.
Pamoja alikuwa na kipaji cha kuota ndoto, kule gerezani akipewa kipaji cha pili cha kutafsiri ndoto. Wafungwa wanapata ndoto na tafsiri inatokea kweli. Mfungwa mmoja akafunguliwa sasa na tafsiri yake. Mfalme anapata ndoto. Mungu anahakikisha hakuna ambaye anaweza kuinterpret ile ndoto. Hakuna mchawi, hakuna mtu yoyote, hakuna mganga anaweza. Yule jamaa aliyefunguliwa asema kuna kamfungwa kamoja kamyahudi kanaletwa kwenye pingu. Anakuja na mfalme anauliza, anasikia unaweza kutafsiri ndoto yangu? Anamwambia kabisa, ndoto yako ilikuwa hivi, tafsiri yake ndio hii. Miaka 7 chakula kingi, baada ya miaka 7 njaa dunia nzima. Hakuna mtu mwingine dunia yote alikuwa na ufunuo huo, ni Yusufu peke yake. Pengine kipaji chako cha pili kiko kule gerezani, naona hongana unakikosa jamani. Mfalme anaangalia asema, jamani, ni yupi tena anaweza kamilisha mpango vizuri kama huyu kijana? Anasema haraka, askari ambao wamemleta, anaambia haraka mfungue hizo pingu. Anafunguliwa. Huyu jamaa ogeshwa, anaogeshwa, avalishwe sawa. Asema kuanzia leo wewe ndio wa pili, kuanzia leo wewe ndio waziri mkuu. Hakuna sauti nyingine baada ya mimi mfalme. Kutoka kuwa mtumwa mpaka waziri mkuu. Jamani, huu ndio Yesu wetu. Anaweza kuinua mpaka ukashangaa. Mungu ana mapenzi yake, Mungu ana wakati wake, Mungu ana staili yake. Kwa Yusufu mapenzi yalikuwa utainamiwa kwa wakati wa Mungu na staili ya Mungu. Akajenga yale magala makubwa. Miaka 7 chakula kingi akaweka. Baada ya miaka 7 njaa dunia nzima. Watu wote wanakuja pale kuomba chakula, hata wana wa Israeli. Ndugu zake wakaja wakainama. Ndiye anakumbuka, Bwana alisema. Mungu hadanganyi ndugu zangu, dada zangu. Tumwaminini Mungu tukijua kwamba kila jaribio ni la kawaida. Kila jaribio limepimwa. Kila jaribio jamani tutapewa nguvu ya kulishinda, hata COVID-19. Na kila jaribio tutapewa njia kutoka humo salama. Turudini kwa Mungu wa Kristo. Tuombeni msamaha kwa madhambi mengi ambayo tumetenda. Mambo mengi mabaya tunayajua jamani, na tuko kanisani. Tuombe Mungu atuhurumie, tuombe atusamehe, tumwalike arudi tena ndani mwetu. Yeye ni Bwana wa ufufuo. Tukimwalika ndani atafua afya zetu, atafua ndoa zetu, atafua familia zetu, atafua kazi, biashara zetu, atafua nchi yetu na dunia nzima atatufua. Yeye ni Bwana wa ufufuo. Tumwalike ndani apate makao. Miili yetu ni hekalu la Mungu. Tuacheni kuangalia mazingira, tuangalieni Mungu anaweza. Ndio maana katika fundisho langu Beyond Science There is God, kabla ya baada ya Mungu na Mungu, nikasema Mungu wa Yakobo, Abrahamu na Isaka anaweza. Yeye yuko juu ya mazingira na nyakati. Yeye yuko juu ya sayansi. Yeye yuko juu ya mambo haya yote. Jamani, kabla nisali na wakumbusha, kwenye selfie video mara nyingi mkono wa kulia unaonekana kama ni wa kushoto. Utakaofanya ishara ya salaba jamani, nafanya kwa mkono wa kulia, sio wa kushoto. Lakini video inaonyesha kinyume. Tuombeni Mungu leo atuhurumie. Tumuombeni atusamehe. Mafundisho yataendelea kwenye mtandao wangu wa YouTube Steve Mbugua Dhoidhi, kwenye Facebook Steve Mbugua Dhoidhi. Ukijisajili utakuwa unayapata. Yatakuwa pale kila wakati kwa ajili yako. Tuombe Mungu atusaidie. Nyakati zingumu tusiogope, mbali tumwamini yetu, tumtumainie yeye. Mkristo mpendwa, fungua moyo wako. Funga macho yako. Mwalike Mungu ndani. Kumbuka kila jaribio unalopitia sasa hivi ni la kawaida. Kumbuka hilo jaribio limepimwa. Mungu amejua kabisa nguvu aliyekupa utaliweza. Kumbuka Mungu anakuambia ukimwamini pamoja unaliweza, atakuongeza nguvu ya kulishinda na kustahimili. Na huyu Mungu atakuonesha njia ya kutoka humo salama. Mungu wetu na Bwana wetu, tunakushukuru kwa siku njema. Asante kwa fundisho la leo kutukumbusha kwamba katika kila jaribio umetupangia njia ya kutoka humo salama. Tuhurumie, tusamehe dhambi zetu na makosa yetu. Tutakase kwa damu ya mwanao Kristo mfalme. Tupe neema ya kufungua mioyo yetu Bwana. Uingie ndani kwa roho na kweli. Upate makao ndani mwetu. Tuweze kufuata kwa roho na kweli. Ili Mungu unavyosema utakuwa ukuta wa moto tuzingire, uishi ndani yetu Bwana.
upate kutuponya magonjwa yote ya akili, ya roho na ya mwili. Mtu mzima tupone, shughuli zetu za kawaida, hata mapato yetu yapone. Mwenyezi Mungu, tuweze kufuata njia yako ili utuondolee majanga mengi yanayotuangamiza na shida ambazo tunao si za kawaida, ukaweza kuzimaliza, kwa maana wewe ni Baba unayeweza yote. Na kurudishia sifa na utukufu wote kwa njia ya Kristo naomba na kuamini, amin. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Hallelujah.